Upekee ni kitu muhimu sana kwenye biashara kwa sababu kinawasaidia wateja wako kuweza kutambua bidhaa zako kiurahisi. Leo tunatazama fursa zilizopo kwenye sanaa ya uchoraji na nipo hapa na wadau, naweza nikasema ni wakongwe kabisa katika fani hii ya uchoraji. Nipo na Nathan Mpangala, bila shaka mtazamaji utakuwa unamfahamu Nathan, lakini atatuelezea zaidi. Vile vile nipo na Ali Masud, maarufu kama Masud Kipanya. Sijui kwa nini ulipenda sana kutumia hicho kipanya. Labda naweza tuelezea. Lakini kabla tujaanza kuangalia fursa zilizopo kwenye uchoraji, tulipata fursa ya kuzungumza na kufanya mahojiano mafupi na Bi Agrippina ambaye yeye ni mchoraji anayechipukia na yeye anachora kwa kutumia mchanga. Kwa hiyo moja kwa moja tukaangalie kwanza safari ya Agrippina katika uchoraji. Kwa jina naitwa Agrippina Mtende, ni mkazi wa Boko Bunju. Shughuli zangu nazozifanya kama unavyoona hapa, shughuli za utengenezaji wa picha za michanga, viungu, vikapu, pamoja bangili na hereni. Biashara yangu nilivyoanza, kwanza mimi mwenyewe toka zamani nilikuwa napenda sana uchoraji. Nikaweza kupata mafunzo kupitia World Vision. Tukaenda kwenye mafunzo. Sasa nilipotoka kwenye mafunzo nikawa nimeona nimepata mwanga kitu kile nilichokuwa na kihitaji kwa ajili ya uchoraji na kujifunza jinsi ya utengenezaji wa picha za mchanga. Ndio nilipoanza hapo. Na mtaji niliupata kwanza kabisa. Mtaji wa kwanza ni katika, kwa sababu ninaweka na kukopa VSL, niliweza kukopa and then nikaanza kununua material mbalimbali kwa ajili ya kuanza kutengeneza hizo picha. Ikiwemo mabango, kununua mchanga mbalimbali kama udongo ule baada ya kokoto yale wanasema ni mavumbi, sisi ndio material yetu makubwa. Kitu kikubwa kilichonishawishi, kwanza napenda sana vitu vya asili. Halafu baada ya kupata mafunzo niweza kushiriki maonyesho mbalimbali. Nikaona uhitaji wa hizi picha katika maonyesho mbalimbali ni mchache. Kwa hiyo mimi nikaona, kwa sababu watu wengi mfano kama batiki, bangili, vikapu, wajasiriamali ni wengi. Sasa mimi huwa na kiu ya kuona kwamba kitu gani nitakifanya ambapo hakijaenea sana, halafu mimi nijifunze hicho na niweze kuwa mwalimu wa hicho, kwa sababu picha za mchanga ni chache sana. Hata nyinyi mlikozunguka sijui kama mmeweza kukutana na vitu kama hivi. Kikwazo kikubwa nilichokipata jinsi ya kuelezea jamii. Mtu ukimwambia natumia mchanga, labda natumia na gundi, anasema nikiweka, mwingine anakuambia nina watoto, picha naipenda. Labda mtoto ataimwagia maji au nyumba inaoka inaingiza maji. Ilibidi sasa kuanza kuielezea jamii umuhimu wa picha za mchanga. Unajua mtu ukimwambia picha ya mchanga anajua ni kitu kinachoharibika haraka. Kumbe ni kitu ambacho kinaweza kikakaa kwa muda mrefu. Mfano kama unavyoona nyumba zetu za vijijini za udongo. Ukiziwekea, ukizisakafia, ukaziwekea mtindo mzuri wa kuchanganya udongo na simenti, inakuwa imara. Ina maana na hii kuna vitu ambavyo nimeongezea gundi pamoja na rangi mbalimbali zinaweza kufanya picha ikawa ngumu zaidi. Kama hiyo unavyoiona, ukiigusa kwanza haiwezi kuloana haraka. Alafu ni kitu ambacho ni cha asili kwa kazi za mikono. Hatutumii picha tu za kununua. Hizi picha malighafi zake nyingine ziko ni rahisi kuzipata na ziko kwenye jamii inayotuzunguka, na gharama zake ni nafuu mno. Au inaweza isiwe gharama kabisa. Kwa maana gani? Nimenunua gunia la mkaa, si nimetumia ule mkaa na kile kiloba nimeweza nikakitupa huko, lakini ule ambao unaonekana ni uchafu, kumbe ndio material ninayotumia. Kwa hiyo naweza nikasema naingia kwenye gharama au gharama zisizo rasmi, kwa sababu ile vumbi ya mkaa baada ya kumalizika mkaa ndio nao utumia na chekecha zile vumbi zinakuwa laini. Nitachekecha kufuatana na aina ninayotaka kutengenezea. Nikitaka kitu cha laini sana nitachekecha ile vumbi itakuwa laini sana, na nikitaka kitu ambacho kinachotakiwa kio kidogo na decoration za kama vipele na maana nitachekecha mkaa ambao uko mgumu zaidi. Kwa hiyo ni malighafi ambayo naipata kwa urahisi baada ya kutumia malighafi nyingine imeshaisha kazi, hii nayo ndio nakuwa naitumia. Na maana ndio maana nakwambia inaweza ikawa na gharama zisizo rasmi. Biashara hii kwa kweli nimefanikiwa, na kama ulivyoona kule nilivyokuwa naandaa matio yangu, wamama wengi ambao walikuwa wanahitaji, kwa sababu wameshagundua sasa hivi watu hatupendi kugombania soko la kitu kimoja. Kwa hiyo watu wanatamani kufanya biashara ambayo kwamba
itakuwa na uhitaji wengi. Kwa hiyo mafanikio makubwa kabisa, kwanza, badala ya kukaa naumia labda na picha moja au mbili ili niweze kuingiza kipato, sasa hivi mafanikio nilio nayo zaidi kwamba nafundisha. Siku hata kama nakuwa sitengenezi picha, manake inabidi utulie na mgongo unaweza ukaumia kifua. Siku nyingine naenda kufundisha. Kwa hiyo madarasa ya kufundisha ni mengi zaidi ili watu tuweze kuwa wengi, kwa sababu naweza nikapata oda kubwa zaidi. Picha za mchanga zinahitaji utulivu. Ninapofundisha watu mbalimbali, ina maana kama nakuja kupata oda kubwa zaidi, ina maana kwamba nawashirikisha na vile vikundi vidogo nilivyovifundisha. Naangalia nani ambayo amepokea vizuri zaidi, na naangalia na picha zake kwamba hata nikipeleka hii sokoni mtu hataweza kujua kama nimeitengeneza mimi au ametengeneza mtu mwingine. Kwa hiyo mafanikio makubwa, kwanza nimeweza sasa nafundisha, sio kutengeneza peke yake kwa ajili ya kipato changu, naingiza kipato kingine kwa ajili ya ufundishaji. Mnaweza mkazungumziaje safari ya Agripina? Unafikiri anaweza kufanikiwa kupata soko la picha zake za mchanga? Ni sanaa ngeni kusema kweli. Kwa hiyo sasa sijajua jinsi anavyo package kusema kweli. Unajua unatamani uone sasa aina tofauti za kazi ambazo tunafanya ili uweze kujua, hata uweze hata kumshauri vile vile. Lakini najua kuna faida sana kwenye sanaa hizi ambazo ni tofauti na hizi sanaa za kawaida ambazo tumezoea, una paint kwa kutumia rangi za kawaida, brush za kawaida kwenye canvas ya kawaida. Hivi uchoraji ni kipaji ama mtu anaweza kujifunza? Like kwa mfano mimi sijawahi kuchora kabisa. Naweza nikajifunza na nikawa mchoraji mzuri, ama lazima mtu awe na kipaji? Ina sura mbili. Kwamba ukiwa na kipaji unakuwa na advantage zaidi ya kuelewa haraka. Lakini kuna ushahidi upo kabisa, kuna watu hawakuwa na vipaji lakini wakajifunza taratibu mwisho wa siku wakaja kuelewa. Na mtu kama huyo anakuwa anazingatia sana ile miko, kama ni vipimo vya uchoraji anakuwa anazingatia sana, kwa sababu anakuwa amejifunza zaidi kutokana na kipaji. Ukiwa na kipaji hata kusema unakuwa unaelewa haraka sana, na wakati mwingine kuna vitu vingine unakuwa unavigundua mwenyewe. Kwa hiyo kuwa na kipaji ni sawa moja, lakini pia unahitaji hizo skills, na skills wakati mwingine unafundishwa unaongezewa kwamba sawa una kipaji, lakini unahitaji kupata skills hizo ili kipaji sasa kikawa kina manufaa. Labda mimi niongezea hapo kwamba kwanza tunatakiwa tujue kipaji ni nini. Unajua kipaji, tafsiri ya kipaji ni uwezo asilia. Yaani ni uwezo ambao mtu anakuwa amezaliwa nao, haendi shule kusoma ule. Kwa sasa ukiona wewe umetamani kuwa mchoraji afu ukaja ukaweza, maana yake ni kwamba umezaliwa na kipaji ila hukujua. Umeelewa? Na wako ambao watu kama anavyosema Nathan, watu ambao wako struggle pia nao ndani yake, maana walikuwa na kipaji yao bila kujua. Lakini wako watu ambao mimi naamini wamejaribu mpaka wameenda polisi. Imeshindikana. Umeona? Kwa hiyo kipaji ni ule uwezo wa ndani wa jambo husika, uwe ni fani yote ile. Umeona? Kwa hiyo anapozungumzia Nathan hapo kwamba unaweza ukajifunza ukaweza, basi ulikuwa na kipaji. Kwa hiyo kiweza ulikuwa na kipaji. Ulikuwa na kipaji, kinatafuta tu namna ya kuvumbuliwa kile kipaji. Na ukiona mtu yani ule kupenda kile kitu, basi ujue kiko ndani yake. Asiyependa hicho kitu hata hashughuliki. Yani ukiona kana mapenzi, ujue tayari na kuna kitu hicho nacho ndani yake. Nyie ni lini hasa mligundua kwamba, kwanza sijui mmejifunza ama mlikuwa na kipaji? Hilo labda ni swali la kwanza. Alafu mligunduaje? Kama ni kipaji ulikigunduaje? Unajua hiyo nayo ni challenge. Unaweza ukawa una kipaji lakini hugundui kama unacho. Kwa hiyo nyie kama ilikuwa ni kipaji mligunduaje? Mimi hata sikujua kama na kipaji. Na mara nyingi mtazamo wangu mimi ni kwamba kipaji huwa kinaonekana ukiwa mdogo sana. Sasa ni hata usi malaika, si kwamba kutoka miaka 3 mimi kanajigundua mimi na kipaji. No. Nadhani wazazi ama walezi ndio wanaweza kujua kabisa mtoto huyu ana kitu cha ziada. Kwa hiyo sasa pale anatakiwa ndio apate nafasi ya kuendelezwa. Kwa hiyo kwenye gundua labda unakuja kugundua baadaye huko kwamba ukishaanza kuona kinakuingizia kipato, unapata nafasi, alafu watu wanaanza kusema wewe una kipaji. Alafu unaanza kuona okay, mimi kwa mfano mpaka sasa hivi wakati mwingine nikaona mimi kwa mfano singekuwa mchoraji vingekuaje. Kuna maswali mengi unajiuliza ambayo hata wakati mwingine ana majibu. Kwa hiyo lini hasa ulianza kuchora? Kuchora? Toka nikiwa mdogo sana. Sasa kuna kuchora kwa maana kuchora inakuingiza kipato, kuchora ndio professional, na kuchora tu ukiwa mtundu. Sasa mtundu hata sikumbuki ni lini sababu uko mdogo sana huko.
kwa sababu hata wakati mwingine wazazi wanasema, kwa mfano kama mama anasema alikuwa ananifinya sana ili usichore. No, kwa sababu nilikuwa nachora kwenye madaftari ya kawaida. Baada ya kutafutia madaftari, na wakati mwingine anasema kabisa, mwanangu dada nikuumiza sana bwana, nilikuwa nakutafutia madaftari ya ambayo yangekuwa maalum kwa ajili ya kuchorea, lakini kwa miaka hii ya wazazi kwa ajili ya mambo. Kwa hiyo huku na hesabu peja tu kutoka na mchoro. Bwana kidogo unafinywa, mambo maisha yanaendelea. Ulikuwa uchori kwenye ukuta? Ukuta ndio tuseme kwenye ukuta chini, yani ilikuwa ni hivyo. Masudi, umejigundua lini? Mimi nilipokuwa mdogo sana, sema kweli, kwa sababu mimi nilianza kwa kuchukua kazi za watu, umeelewa, na kusema nimechora mimi, lakini siku moja nikaamua kujaribu kuchora, nikaweza. Nikisema kazi za watu namaanisha kakangu alikuwa naye anajaribu kuunganisha vitu kwenye karatasi, anapata michoro, lakini hakuwa vile fundi. Umeona? Sasa mimi nadhani ndio hiyo nilikuwa nasema mwanzo kwamba nilipenda ile kitu bila kujua kwamba nina nini ndani yake. Lakini siku nilipojaribu kushika penseli na kuanza kuchora, nikaanza kuona tofauti tena kubwa kuliko ile ambayo nilikuwa naiadmire kutoka kwa kakaangu. Lakini pia nikaja nikapata bahati kwa sababu kwa siku moja nakumbuka nilifanya kazi ya kupaka rangi. Unajua ukishakuwa mchoraji pale mtaani unavuma. Yaani bwana mdogo lakini unajulikana. Sasa mimi nilivuma kiasi kwamba kuna watu wakawa wananijua. Kuna siku moja kuna mtu alinipa kazi akanichukua, tukaenda kupaka rangi nyumba. Nakumbuka ilikuwa ni Kijitonyama, na hiyo rangi nyumba tumeenda kupaka Mikocheni. Kwa hiyo humu sasa, na yeye alinichukua kwa sababu unajua kwenye kupaka rangi zile nyumba nyingi zilikuwa zinapigwa rangi mbili, nusu juu na chini. Sasa ufundi uko unahitajika sana katika kufanya skating pale kwenye kunyoosha ule mstari. Maana kwenye rangi ya nyumba huwezi kubandika sellotape alafu ukapiga. Inatakiwa brush ipite pale. Kwa jamaa alinichukua kwa sababu ya kwenda kunyoosha ile mstari kwa sababu unajua ile flexibility ya mkono kwenye kucheza na brush. Kwa hiyo mimi nikafanya ufundi mkubwa. Kwa hiyo nyumba nzima yeye anapiga rangi, mimi nilikuwa napiga nikishachora ule mstari kwa penseli napita kwa ufundi namna ile. Ni sanaa ile hali ya juu sana. Sababu kunyosha nako ni jambo jingine. Unaona, unaweza kuingia darasani ukaona mtu anavyochora ovyo ovyo ramani. Sasa pale nikalipwa shilingi 2000. Enzi hizo, napozungumzia enzi hizo nazungumzia miaka 30 nyuma huko. Umeelewa? Nazungumzia miaka 30 tena 30 na nyuma. Kwa hiyo shilingi 2000 ilikuwa nyingi. Sasa nimekumbushia hii story kwa sababu nilipopata ile 2000 katika hali ya kawaida, ukipata ile 2000 miaka ile ilikuwa unakimbilia kwenye mitumba na chips mayai, chips kuku. Lakini mimi 2000 nikamwambia baba, nataka watercolor. Rangi za maji zile ambazo zinakuwa ni mkebe ambapo una na nini. Na nilipata kusikia kwamba duka lilokuwa linauza hizo rangi ilikuwa ni Kilimanjaro Hotel miaka hiyo. Kulikuwa kuna ni hoteli lakini ndani kuna kuna maduka. Kuna maduka ndio. Kwa hiyo mzee alinichukua kwenye gari. Nilipomwambia kwamba nina shilingi 2000 nataka nikanunue rangi. Kwa akanichukua kwenye gari nikaenda kununua ule mkebe, na kumbuka ilikuwa ni shilingi 1200. Ikabaki ya chips mayai. Ikabaki ya 800. Nilipokwenda kununua ule mkebe, akaniacha tu mazingira ya pale mjini, akarudi zake kwenye shughuli zake. Kwa mimi nakumbuka nilitembea kwa mguu kutoka mjini nafikiri mpaka Magomeni na mkebe wangu, lakini nilikuwa na raha kwa sababu ya ule mkebe. Umeelewa? 800 nafikiri ndio mitumba na vitu vingine. Kwa hiyo nimetaja hadithi hii kuonyesha namna ambavyo baba hakunibishia, yani wazazi, kwa sababu ukisikia story nyingi unasikia mwingine alikatazwa, Nathan alikuwa anafanya hivi. Sasa mimi nilipata hiyo bahati, baba alivyombia akanichukua kwenye gari, mwanzo ndio kawa. Na picha yako ya kwanza kabisa, tuachilie mbali hiyo ya kwenda kunyoosha mstari, kuonekana kwa watu, ilikuwa lini, na kama unakumbuka ulikuwa umechora kitu gani? Sasa hapo ziko katika makundi mawili. Kuna picha ya kwanza kuonekana kwa watu pale mtaani, na kuna picha ya kwanza kutoka gazetini. Ndio. Umeona? Picha ya kwanza kuonekana kwa watu pale mtaani sina kumbukumbu sina, kwa sababu unajua ukiwa unachora katika level zile ni kwamba unaweza kuwa una burungutu la karatasi kazi yako unachora, alafu zinakaa ama watu wanachukua. Kwa hiyo sina kumbukumbu sana, lakini kazi ya kwanza kutoka gazetini ilikuwa ni mwaka 89.
Ilikuwa ni concept yako ya Kipanya? Kipanya bado. Bado, okay. Kipanya bado. Lakini kazi ya kwanza kutoka gazetini, katika gazeti la Heko ni 1989. Afu jambo la ajabu, wewe mimi nimekuzidi umri, lakini ulianza kwanza kutoka kwenye magazeti, sio ilikuwa kwa mimi 94. Lazima umenizidi umri. 94. Nilikuwa kwenye gazeti ya Uhuru na nakumbuka ilikuwa ni hadithi ya michoro. Ilikuwa katuni hizi, kwa maana katuni za maoni tunazochora, ilikuwa ni hadithi ya michoro. Nataka sasa niwafahamu wale katuni wenu, majina yao, wale ambao walijipatia umaarufu. Kwa sasa hivi una Kipanya, lakini naamini ulikuwa labda na characters wengine huko nyuma. Mimi sikuwahi nilikuwa of course nilipokuwa nachora Heko kuna kitabu kimoja jamaa alinipa fursa ya kukichapisha kitabu. Unajua kuchapisha kitabu ni heshima kubwa sana. Hatujui tu sisi. Lakini mimi nakumbuka nilitengeneza hadithi ya kijana mmoja mzamia meli anaitwa Kalunde. Umeona, kwa kama nimuite huyo naye ni character au vipi, lakini nilitengeneza kitabu cha hicho. Kwa hiyo baadaye ndio akaja Kipanya. In fact Kipanya amekuja miaka sasa hiyo ya 94. Kwa kipindi hicho kwa unachora tu chochote kutokana na story unaoletewa. Kwako ipo vipi Nathan? Ulikuwa na mimi nimekuwa nao wengi sana. Wa kwanza kabisa alikuwa Kijasti. Hivi alikuwa na vaki na nilimuita Kijasti because kwa sababu ya kile kijinguo. Kuna mitindo fulani ilikuwa imeingia hapa mjini hapa kwa Batiwani. Kuna kazi hapo, lakini huyo alikuwa na ndugu zake wengi. Kwa mfano kwenye gazeti ya Sanifu kuna Manusi, Mapesile, Mipango. Mtu kwao anatoka kwenye TV sasa hivi. Mtu kwao ndio alikuwa anatoka kwenye gazeti ya Uhuru. Maki baada ya hadithi nikapata nafasi ya kuchora strip. Strip tunasema ni katuni mkanda kama zile moja mbili tatu nini zile. Kwa hiyo nikaanza kuchora mtu kwao. Kwa mtu kwao yule alianza kwenye gazeti ya mwaka 94. Kwa hiyo au characters wako wengi tu. Naona una characters wengi. Yupi ambaye mpaka leo ukimwangalia unajisikia raha? Ni wale ambao tuseme tu wote, kwa sababu kwanza wote achagua mmoja. Mimi namheshima zaidi Kijasti. Na watu wengi kwa hata wewe unampenda Kijasti? Kwa sababu Kijasti ni very wise. Hivi bado yupo? Yupo sana tu, na mara nyingi akisema neno ni neno la kiungwana, neno ambalo liko so focused, sio mweu. Unajua characters zao wanakuwa na sifa tofauti. Kwa hiyo huyo ni kama unavyoona Kipanya yuko very wise. Kwa na huyo Kijasti naye ana tabia hizo. Same na mtu kwao pia. Kijasti ni wa awali sana. Ila niongeze hapo. Unajua kitu kimoja ambacho mimi nimekuja nikajikiona sana, kwa sababu kipindi hicho ambacho Nathan anakutajia kuhusu kina Kijasti kwenye Sanifu, ilikuwa sisi ndio tulikuwa walezi wa fani hii kusema kweli ya katuni. Unajua wakati huo kulikuwa kuna nguzo mbili kubwa. Upande wa Business Times na upande wa IPP. Unaelewa bwana, IPP kuna Nipashe kule walikuwa na magazeti Kasheshe nini, kuna makatunisti kule. Na huku kulikuwa kuna Business Times ndiko ambako kuna Majira, Sanifu na kila kitu. Lakini of course sisi tulikuwa tuna nguvu kubwa zaidi kwa sababu ya uhuru ambao tulikuwa tumepewa na wale wamiliki. Sasa sisi tumelea watu vijana wengi sana ambao wengine leo hii bado wanakuja wanachora, wengine watukutu kidogo. Umeelewa, wengine waliingia wakatoka, baadaye mambo yakawa magumu wakarudi kwenye sanaa. Sasa kitu kimoja nilikuwa nataka nikigusia hapa, mimi nimeona faida na hasara ya hawa characters. Characters hawa ukiwa nao wengi unapata tabu kuwapush nani umpush. Mimi nilipata advantage, si kwamba nilikuwa mjanja, sijui hata ilikuwa kuaje, lakini mimi nilikuwa na Kipanya tu. Umeona? Sasa inakuwa ni rahisi nguvu zote kaziweka kwenye character moja. Nimeona wenzangu wengi walikuwa na characters wengi, nao walikuwa na characters wengi sana. Watu wengi walikuwa na characters. Sasa unashindwa wale hata kuwapa maarufu, unapata tabu, unataka ukuwe na uwakilishi wa mtoto, ukuwe na uwakilishi wa mlevi na hivi na hivi. Lakini sasa ni funzo nadhani kwa wachoraji ambao wanakuja sasa hivi kwamba develop character moja alafu utie nguvu. Yaani ni imani yangu mimi, ninavyoamini hivyo kwamba inakuwa ni rahisi sana kumfikisha hatua za juu sana.
Ningependa sasa tugeukie kuangalia fursa za ajira za kujitengenezea kipato kupitia fani ya uchoraji. Lakini tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaziangazia hizo fursa. Sasa fursa za ajira na kujitengenezea kipato kupitia hii fani ya uchoraji zipoje Tanzania? Kama kuna mtu anataka kuingia, lakini unajua mwisho wa siku lazima mtu upate kipato. Mimi ninavyotazama, of course kuna mitazamo tofauti, lakini mimi ninavyotazama kwenye upande wa uchoraji, kwa sababu sisi tuna kama sura mbili hivi. Tuna sura ya kama waandishi wa habari kwenye media. Yaani kwa sababu tuko kwenye media, tuna hiyo sura hiyo ya waandishi wa habari. Alafu wakati huo pia sisi ni wasanii. Sasa kulijibu swali lako, kwa mimi ninavyotazama ni kwamba unapokuwa mchoraji ukiwa kwenye chombo cha habari inakuwa zaidi kihuduma kuliko biashara. Kwa sababu sioni biashara kwenye vyombo vya habari hasa ukiwa mchoraji, sioni. Lakini kinachofanyika pale kwamba kwa sababu jina lako linatokea mara nyingi kwenye chombo cha habari, unajenga kufahamika. Sasa kule kufahamika kwako sasa ndio unatakiwa utafute, yani utumie nafasi sasa. Imaki chombo cha habari inakuwa kama ni platform inakutengeneza. Pale hakuna biashara pale. Pale sasa unapata tu fedha za kujikimu za kawaida. Na wakati hata upate chochote. Lakini kama utakuwa umejipanga vizuri, basi unaweza kutumia sasa ile nafasi ya kujenga na chombo cha habari ukaja na mipango na mambo mengine ya kuingizia vipato. Hayo mambo mengine ni kama yapi? Kwa mfano mimi ninapata kazi nyingi sana za uchoraji ambazo wameniona kwa sababu ya chombo cha habari. Ndio. Sasa kule ndo ambako nakwenda kubageni vizuri sana. Lakini pia unapata vitu kama mafunzo. Ukipata mafunzo unafika, kwa mfano unasafiri, unafika kule unakuta kuna watu 80 kutoka nchi mbalimbali. Zile zote ni fursa kwamba wao ni watu tofauti, unaweza ukazungumza nao, yakaja mipango mingine, ukatengeneza vitabu, ukaja mambo mengine mengi tu ambayo si nisemeje, lakini kwangu mimi nachoweza kusema ni kwamba chombo cha habari sio sehemu ya biashara. Unatakiwa utumie chombo cha habari kufanya mambo mengine ya kibiashara. Sasa nafanyaje vitu vingine ni siri, lakini wakati mwingine naweza kusema kwa ujumla wake hii michoro ambayo tunafanya nje ya vyombo vya habari kwa mimi ndio sehemu ya kibiashara zaidi. Ndio biashara zaidi. Ikoje kwako Masud? Mimi naungana na mkono na brother siku na busara. Anazungumzia swala hizi sura mbili, anazungumzia za huduma na biashara. Iko sawa sana. Sasa bahati mbaya au nzuri, unajua hivi vitu na vyenyewe pia, unajua hizi kazi ni tofauti na muziki ambao wewe unapiga gitaa, mwingine anapiga bass, bendi inakuwa ni bendi moja hiyo, si ndio? Sisi yani tunajitegemea sana mtu mmoja. Umeelewa eh? Mnaweza mkafanya kazi kama team, mkatoa kitu kama team, lakini mara nyingi tuna uwezo kusimama mtu mmoja. Kama wasanii wanakuwa na makundi afu baadaye wanajitoa na kuwa single. Nani wanaitwaje sijui solo. Wanakuwa solo. Lakini mara nyingi wengi wanaanza kama kikundi kwa ajili ya kupata nguvu, ili sauti zao zikiwa 3 au 4 uwezo wao usikike, alafu baadaye wanakwenda wanagawanyika. Sisi fani yetu hii kwa sababu ni uwezo mmoja wa mkono mmoja na akili moja, unakuta ni mtu mmoja sana. Hata kama mtafanya wengi, lakini bado kazi ya kwako inasimama. Hata mkitengeneza kitabu kina michoro ya kwako, itakuwa ya kwako, ya huyu hivyo. Sasa kwa msingi huo, mimi binafsi nimekuwa nikipambana sana miaka na miaka ni kuhakikisha kwamba ninachokifanya mimi kimiliki sana. Umeona? Bila kujalisha nafanya na watu gani. Umenielewa bana? Kwa hiyo na nilipokuwa nakwambia kuhusu mwaka 94 nilipokuwa nalipwa vizuri, baadaye nilikuja nikalipwa vizuri sana. Sasa juhudi binafsi, maana yake umezungumzia tunawashawishi vipi watu ambao wanataka kuingia, na msingi wa swali ni kwamba kuhakikisha unafanya unavyoweza kufanya ili uweze kuwa champion katika kile unachokifanya. Yaani jitahidi utakavyoweza kufanya, uhakikishe unachukua vifaa vyote ili uwe bora kwenye kile kitu unachokifanya. Sasa na kila fani na ubora wake na uwezo unaona huyu nyumbani anafanya hivi, anajitahidi, anajituma. Hivyo kwenye uchoraji pia. Sasa kwenye uchoraji kuna vitu vingi. Kitu cha number 1
kiukweli, number one katika fani hii tunayofanya sisi sio tu kujua kuchora. Number one ni akili. Unatakiwa uwe na uwezo mkubwa sana wa kufikiria. Sana. Kwa sababu ukishakuwa na uwezo mkubwa wa kufikiria, hata ukichora stick figures zile figures za vijiti vile, ukazipa maneno, yani watu wataanza kufuata tafsiri ya yale maneno kuliko hata picha. Umeona? Sasa mimi binafsi nimekuwa nikihangaika kuhakikisha kwamba kwanza chombo ninachokifanyia kazi, chombo cha kile cha habari ninachokifanyia kazi, kwanza kione thamani ya ile kazi ambayo mimi naifanya. Sawa? Fine ni service kwa upande mmoja, lakini ili na mimi niweze kufanya service vizuri, tuna mafamilia, umeelewa? Tuna maisha tunataka kuyafanya. Kwa hiyo mimi wanapigana sana kwamba chochote nitakachokifanya kwa mfumo wote lazima kwanza kilipe vizuri. Umeona? Pia ni sababu ya kuanza kutengeneza msingi mzuri kwa hata kwa wachoraji wengine ambao watakuja, wakiweza kufuata nyayo zile basi walipwe vizuri. Ukija upande huu wa pili sasa, hizi kazi ambazo anazungumzia Nathan za nje hizi, umefanya kazi na mashirika ya kimataifa, sijui mashirika ya Umoja Mataifa na nini, huko nako na wenyewe pia unaangalia value yako huko ambako unakufanyia kazi kwa msingi. Kwa hiyo kama uko vizuri, unachora vizuri, soko lipo. Hicho ndo nataka mtu anayetutazama na lengo la kuwa mchoraji, lakini vile vile anataka angalau mkono uweze kwenda kinywani. Sasa isitambulie hilo swala mkono kwenda kinywani, afiki kokote. Sababu sisi sote tunapotuona, ukisikia hadithi zetu, hatukuanza na hela. Kwa hiyo na yeye pia akubali kuingia, asome. Umeona, atafute platform, atafute uwanja wa kuonyesha uwezo wake. Maana unajua watu hawakujui, watu hawezi kukupa hela hivi. Yaani mhadhiri hawezi kukuambia shika hela na kukulipe sana. Mhadhiri anataka aone uwezo wako. Na uwezo wako utaonekana akichukua kazi yako akiichapisha, mapokeo ya ile kazi kwa watu ndio utasema da, huyo tutakiwa kumwachia. Kwa dau unalotaja hapana. Ndio. Challenge ambayo imekuwa ikiwapata vijana wengi hasa wakiwa wanataka kuingia kwenye fani mbalimbali ama kwenye biashara, kuna issue ya mtaji. Je, kwenye uchoraji unahitaji mtaji wowote zaidi ya ile uwezo wako wa kuchora? Unahitaji kuwa na nini? Sidhani tunapozungumzia kuchora, nafikiri mtaji tumeshausema hapa. Kwanza kipaji. Kwanza inategemea kwanza una kipaji. Na angalau kimeshaanza kukuzwa, sawa? Na ukikuza zaidi inakuwa ni jambo zuri zaidi. Lakini kingine ni wewe mwenyewe kujitengeneza, kwa sababu mimi kuwa na kipaji ni swala moja, lakini kuna kitengenezaji. Kwa mfano kwenye magazeti tuna michoro aina tofauti. Tuna hizo strip, tuna hizo editorial cartoon, tuna hadithi, tuna nini, hizo zote zina na hata wachoraji ukiwachukua hapa, anayefanya editorial cartoon na anafanya strip, alafu anafanya labda hadithi, alafu chukua gazeti, chukua tu gazeti lenye mambo ya siasa fulani kama pale, naona wako tofauti sana. Huyu anayefanya editorial cartoon atakuwa kwenye gazeti, atapekua, atasoma zile habari za kisiasa, uchumi kwa kina kabisa. Na sio tu kwamba anasoma tu basi for the sake of kusoma, hapana, akishasoma na anaanza kutia akili yake, anaanza kujadili, kutafuta maoni ya tofauti. Huyu anafanya strip kila siku, na kwa sababu kuna strip zingine kama anavyosema Masudi, na strip zingine kwa kweli usipojiweka pembeni, yani kwamba na wewe ukijiweka kwenye maisha ile strip unaochora kila siku, unaweza kuonekana kama chizi. Kwa sababu unakuwa wendi kokote. Wewe mtu wa siara, issues za serious wewe. Kani tukiambia ndo na vikao, unasikia bwana mimi si nini. Yaani unakuwepo. Lakini sawa nafanya strip. Hii strip ina maisha yake, labda kile vile strip labda ya mlevi fulani. Sitakiwi na mimi kuwa katika maisha yale. Lazima nijitengeneze kama artist ambaye anafanya strip. Watu wakiniona wanaona tofauti. Kwa hiyo vijana ambao wanataka kuja kwenye hii fani ambayo tunafanya sisi, wanataka kuzingatia mambo. Kama unataka kufanya editorial cartoon, there's no way unaweza kukwepa kufuatilia maswala. Kufuatilia maswala lazima ufuatilie kwa kina. Kama magazeti yako ni basi hata mengine ambayo ni serious ufuatilie. Sikiliza watu, kuna vipindi vya majadiliano kwenye TV, radio, vile ndio sikiliza vile. Unaelewa? Ukisema kuna ajali imetokea, kwa mfano ajali imetokea, na wewe tia swala lako la pili kwamba sawa imetokea, kwa nini imetokea, nitatengeneza vipi mchoro ili siku nyingine isitokee, nini maoni yako.
Kwa hivyo ni vitu ambavyo vijana wanatakiwa wafanye kazi. Na nimeuliza hilo swala la mtaji makusudi kwa sababu zamani tulizoea kwamba watu wanachora wanakuwa na karatasi na penseli, lakini nasikia siku hizi kuna vifaa ambavyo mnatumia kwenye kuchora, mtumii tena penseli na karatasi. Lakini bado karatasi inatumika. Yaani hizi za huko baadaye ni kutanuka tu kwa teknolojia na sisi kuzifupisha kazi zetu. Lakini ukimpa mtu karatasi, ukimpa Nathan karatasi na kalamu ya kawaida nyeusi, kazi yake inafanyika kama kawaida. Ukimpa watercolor anafanya kama kawaida. Kwa hiyo teknolojia hii imekuja sasa hivi, lakini yeye asione sisi tunachora kwenye vidude akasema kwamba kile kidude kinauzwa milioni moja. Unaona nani tabs kama hizo ambazo zinakuwa zina kalamu inauzwa milioni moja, milioni moja na laki tano. Tablet zinaweza kuchomeka kwenye kompyuta zinauzwa sima pesa mengi. Kwa hiyo vitu vile havihitajiki kwa sababu bado mfumo wetu wa magazeti tunayofanyia kazi, hata ukipeleka kazi iko kwenye karatasi wanaiscan inaingia inakwenda kama kawaida. Na kupenyeza kijikatuni chako kwenye magazeti ni rahisi kwa sasa hivi kwa sababu sasa, lakini bado na yenyewe pia inaenda. Zamani magazeti yalikuwa machache, sasa hivi magazeti mengi. Maana ningetaka kusema sasa hivi wachoraji wengi, lakini pia fursa bado pia ziko nyingi. Nadhani pia competition imekuwa ni kubwa au imeshuka kwa sasa hivi. Yule wanaofanya kazi kwa sababu tunafanya kwenye gazeti sema kidogo competition ni yani unajua haikubaliki tu kazi yako kizembezembe. Ukikubalika kizembezembe basi pia utapotea kizembezembe. Yani hize umeona, lakini nadhani ukiwekeza labda niseme mtaji uwekeze kwenye unachora nini. Wewe unaangalia vitu gani? Usije lakini unakuja na kitu chako unaji-identify vipi? Umeona? Na kingine hapo muhimu sana ni kwamba unapochora ukumbuke kwamba sichori kwa ajili ya kulipwa. Nachora mchango wangu kwenye mambo fulani, masuala ya siasa. Wakati huo unajua kabisa nachora ili fulani aone. Kwa mnamlengaga mtu kumbe? Yani nataka niseme hivi kwamba naweza nikachora kuhusu mchoro siasa kawaida tu. Lakini najua hapa kuna masudi, hapa kuna nini, kuna watu wako kule, ni wale watu wachambuzi wanaangalia sanaa wale. Kwa unapochora mchoro unachora kwa uwezo wangu wote. Ili sawa message itakuwa imekwenda kwa mtu kuna watu B ambao wataangalia katika engo tofauti. Sasa hebu angalia ukachora huu mtazimu nini, unaelewa? Kwa hiyo vitu vyote au angalia uwezo wa huyu kijana yuko wapi. Yes. Alafu wakati mwingine unaweza kuwa unachora mchoro kuhusu mambo ya kawaida tu, lakini kama akili yako itakuwa inasema bwana nachora huyu ili unitangaze, maana kuna lenga kama mashirika makubwa tunazungumzia. Wanapokuwa na kazi kuna wachoraji tuko wengi, kwa mfano tuko wengi, nasema hebu tumtafute huyo hapa. Why? Kwa sababu tunaona kazi yake. Leo kwenye Spotted tunaye Flaviana Matata. Flaviana Matata ni mwanzilishi na mmiliki wa taasisi iitwayo Flaviana Matata Foundation inayolenga kuwasaidia wasichana kupata elimu na mbinu za maisha. Flaviana Matata Foundation pia inawasaidia wanawake kiuchumi na kuwapa uwezo wa kujiamini. Mpaka sasa, Flaviana Matata Foundation inawafadhili wasichana 15 wanaoendelea na masomo yao. Pamoja na hayo, taasisi hiyo imetoa misaada ya vifaa vya kusomea, stationaries, kwa wanafunzi wahitaji wapatao 298 wa shule ya msingi Msinune iliyoko Bagamoyo, kama kianzio cha mradi wa taasisi hiyo ijulikanayo kama Back to School Program ya mwaka 2015. Hatua hii imekuwa msaada mkubwa kwa familia zisizo na uwezo nchini, hasa kwenye kuhakikisha watoto wanapata elimu. Flaviana Matata alizaliwa tarehe 9 mwezi Juni mwaka 1988 nchini Tanzania. Alikuwa mshindi wa kwanza wa mashindano ya awamu ya kwanza ya Miss Universe nchini Tanzania mwaka 2007 na baadaye kuiwakilisha Tanzania katika mashindano hayo ya Miss Universe mwaka huo 2008. Flaviana amekuwa spotted kwenye mkabesa kama mtu maarufu na ni mfano wa kuigwa.
Watu wengi ambao wanafanya masuala ya urembo hasa mamisi, mamodo wamekuwa wakijitahidi sana kufanya vitu mbalimbali kwa ajili ya kusaidia jamii. Nyinyi kama wachoraji, kitu gani ambacho mnafanya kwa ajili ya jamii? Nathan naona anafanya sana hivi vitu. Nina program inaitwa Fanya Tabasamu. Fanya Tabasamu ni program ya kimtandao ambayo kimsingi huwa tunatembelea hospitali na vituo hivi vya watoto yatima kwenda kufanya kitu kinaitwa sanaa tiba, kwa Kiingereza inaitwa art therapy. Lakini mbali na hiyo art therapy huwa pia tunapeleka kile chochote ambacho tulicho nacho. Kwa mfano tumekuwa tukienda sana Muhimbili pale wodi ya saratani kwa watoto ambao wanakaa muda mrefu sana pale. Peleka msaada kadri tunavyoweza, lakini pia kufanya hilo zoezi la sanaa tiba. Sanaa tiba ni kwa Tanzania bado jambo geni. Ni nini hiyo sanaa tiba? Sanaa tiba ni sanaa. Kwanza ni sanaa. Inaweza ni uchoraji, uimbaji, sanaa zote kwa ujumla ambazo kimsingi unaifanya inakuwa kama ni dawa ya akili. Kwa mfano hospitalini unakuta mtoto yuko pale kakaa let's say miezi 6, miezi 8 yuko pale katika anatibiwa. Sasa mkifika mkiwa mnafanya ile zoezi, maana yake unamfanya apate activity kama ambavyo anaipata akiwa nyumbani. Na wakati mwingine unamsahulisha hata maumivu. Na nchi za wenzetu kwa mfano, kuna mara fulani kwa nimetembea nilikuwa nimeenda huko, nilikuta katika hiyo hospitali kwenye kodo kuna mara fulani umepatenga, wakati mzazi unakuja na mtoto kuna sehemu fulani yaani ukiona wengine wale mtoto kuna sehemu mtoto lazima ataiona kwa sababu kuna rangi, kuna michoro, kuna vitu vinaendelea ziko pale na kuna artist maalum ameajiriwa kwa ajili ya kuwakea wale watoto. Kwa hiyo mzazi akifika na mtoto, mzazi au mlezi akifika na mtoto anamwacha pale, yeye anakwenda kufanya zile illustration na kila kitu. Yeye mtoto anasubiri pale. Na zile dakika kama 10 ambazo nilikuwa nimekaa pale, nilikuwa naona kabisa wale watoto wa kizungu, vitu vya kizungu vinakuja pale vimenuna, vinaumwa. Lakini akiingia kwa wale watoto wenzie pale, zile dakika 10 wakati mamake au babake anashughulika masuala ya registration, mtoto anaanza kubadilika. Anakuwa yani anasahau kwamba ana maumivu kama katoka kule, labda anakuwa anaandaliwa hata kwa ajili ya kumwona daktari. Kwa hiyo sanaa tiba inacheza katika maeneo hayo. Wanasema wakati mwingine hata watu ambao wamepata let's say yani ni koma kwa Kiswahili wana ule kuwa kwenye koma, yani ile hali ya mtu anaweza kupata ajali akawa amepoteza fahamu kwa muda mrefu. Wakati mwingine unaweza kuongea naye kwa kutumia michoro. Unaweza ukaonyesha mchoro akaitikia ilikuwa kitu kama hicho, labda kama abapo akafanya nini, unajua kuna hivyo vitu. Kuna wengine hawawezi hata kuongea. Kwa hiyo hii sanaa inacheza katika eneo hilo kwa jumla yake. Kwa ningesema kwa kifupi, japo maswali na mambo mengi sana. Mimi nina kwa hilo swali ambalo umeliuliza, na kuna project, kuna taasisi inaitwa Inawezekana Foundation ambayo yenyewe inachofanya, ambayo ni ya kwangu mimi, na tunachofanya sisi ni kuwajengea uwezo vijana kwa kuwafanyia ile mindset change, zile sessions za kuwabadilisha kifikra, kuwajazia ile positivity, kuwafanya waamini inawezekana, kama ilivyo jina la taasisi ambapo pia sasa hivi tuna vipindi vya TV, na tuna project ya kwanza ambayo tumeifanya Tabora kule Sikonge tangu mwaka 2013, tukishirikiana na serikali. Tuchukua vijana kama 100 tukawaweka katika pori, tukaanza kuwajengea uwezo, kuwabadilisha, kuondolea sumu zile za shortcuts, njia za mkato, kuamini haiwezekani, kuamini vitu viko ovyo, kukata tamaa. Kwa tunakuwa tuna sessions za kila siku za kuondoa zile sumu kwenye vitu vyao, alafu taratibu tunaanza kuwawezesha kifikra, lakini pia na kiuchumi, kwa kuanza kuwajengea, kuanza kuwafundisha kuhusiana na uzalishaji. Yani kama tunachukua walimu wa masuala ya kilimo, wanafundisha kilimo cha kisasa, cha kuweza kulima kwa eneo dogo na kupata vitu mazao mengi zaidi, lakini vile masuala ya ufugaji, ufundi. Kwa baada ya muda wakishakomaa vile watu wanatengeneza zinaitwa zile crash programs, yani za muda mfupi. Yani baada ya kwenda VETA akasoma miaka 2 masuala ya carpentry, akija pale sisi ndani ya wiki 3 anajua jinsi ya kutengeneza dawati.
Kwa baada ya muda huwa tunawapa vifaa, wanaanza kuproduce, tunawatengenezea mfumo wa kiserikali, tunawafundisha vitu vingi namna ya kusimamia fedha zao, tunawaachia nchi yao pale. Kwa Sikonge tumewaachia vijana ambao wameanza maisha na sasa hivi wanakwenda wanaanza kujitegemea. Kwa hiyo hizi ndio project ambazo tunazifanya tunakwenda karibu nchi nzima, na tunaanza kupata support ya serikali na kwa sababu wanaona kundi kubwa la vijana ambao liko mtaani. Hata sasa hivi kuna Geita vile kuna ambayo inaanza zile communities ambazo zinauzunguka mgodi, kwa sababu hawa ni watu ambao wakiwa wako idle wanaifikiria ile dhahabu. Sasa sisi tunawafundisha kwamba maisha ni zaidi ya dhahabu. Yaani kuna dhahabu nyingine kwenye mpunga, kuna dhahabu nyingine kwenye ufundi. Hatuwezi wote tukawa tunachimba tu dhahabu. Kwa hiyo tunawajengea uwezo wale, tunawabadilisha fikra zao na wenyewe pia wanakwenda wanaanza. Na tuna plan ya kuzifanya hizi sehemu nyingi sana. Lakini nia yetu pia ni kwamba nia hasa ni kuwatoa vijana kutoka kwenye kundi la kwa consumers kuwaingiza wakawa ni producers, kwa sababu Tanzania wengi ni watumiaji. Simu za mkononi sisi tunaletewa, tunanunua nguo. Tunatamani sana tuwaingize kwenye kundi la uzalishaji. Ndio maana kwa mfano kuna project ambayo sasa hivi tunataka tuianzishe, tunataka tukiweza tutengeneze mpaka bajaji, yani kwenye swala la ufundi watengeneze. Mimi inaniuma sana nikiona tunatoa milioni 6 kununua bajaji na kwenda India. Tunaponunua kiatu China. Yani sisi tunaweza kutengeneza raba zaidi ya hizo. Umeelewa? Kwa hiyo lengo letu ni kuwa na uwezo wa kuzalisha sisi wenyewe. Na tunashukuru hii kasi ya serikali hii iliyoingia sasa hivi. Haimaanishi kwamba serikali za nyuma hazijafanya kitu za kutengenezea misingi, lakini yule amekuja na mlango mwingine kwamba naamini tunaombea yani sisi aweze kufunga mipaka kwa kiasi kikubwa sana bidhaa zinazotoka nje ili za ndani ziweze kupata masoko. Kuna bidhaa ambazo unajivunia ambazo umezitengeneza wewe kupitia hivyo vikundi vyako? Kwa mfano kwa Tabora wanatengeneza viatu, wanatengeneza madawati, wanatengeneza asali, kwa maana ya kwamba wanafuga nyuki, wanalina asali. Tumewafundisha jinsi ya kupeki. Kwa hiyo chupa ya asali ya robo lita na kwenda kwenye supermarket. Kuna vitu vingi sana, siagi ya karanga, kwa sababu tunawaleta walimu kutoka VETA, wanatuuzia zile mashine, wanawafundisha wale vijana jinsi ya kuikausha karanga, kuisaga mpaka kutengeneza asali ikiwa ina lebo ya jina lao lile. Lakini pia ni kwamba katika zile project tunataka mwisho wawe na miji yao. Yani zile gated community ambayo ina kila kitu pale. Yani mtu asitamani hata kuja Dar es Salaam. Kwa sababu haya matatizo mengi tunapata kwa sababu ya urbanization. Yani tunataka kutoka Mwanza vijijini waje Mwanza mjini. Kutoka Arusha vijijini waje Arusha mjini. Sasa hatuwezi wote tukajaa mijini. Na tunataka watoke Mwanza, yani wa Mwanza mjini atakuja Dar. Wa kijijini Mwanza atakuja Mwanza mjini, lakini baadaye pia atakuja Dar. Na mwisho wa siku wa Dar atataka kwenda Ulaya. Sasa hii yote ni human capital ambayo sasa hivi kuna maelfu ya watu wanakwenda Ulaya au wanaondoka. Hii ni nguvu kazi ambayo ukitaka kufaidika itumie hiyo. Kwa hiyo tunajivunia kuna bidhaa nyingi ambazo wanatengeneza. Kumbe wa Tanzania tunaweza. Yani tukiwezesha tunaweza. Labda tuseme neno gani? Unajua wakati mwingine unaamini kitu mpaka unakuwa kama mwendawazimu. Umeona? Mimi binafsi roho inaniuma sana. Pale unapoona tunatumia hata vijiti vya meno. Unakuta mpaka kuna fyagiwa nyasi unatoka nje. Ni amuoni aibu. Unakuuliza wewe. Kwa hiyo kweli ni aibu. Anapozungumzia swala la viwanda, asipoweka ugumu kwa bidhaa za nje, anatwanga maji kwenye kile. Yaani hivi watu kwa wanaleta maviatu manini, kwa sababu sasa hivi viatu vya kike mpaka shilingi 2,000 unanunua vilivyotoka China. Ni kweli. Shilingi 2,000. Na vingine vinadumu Nathan. Kwa sababu unajua kwenye somo la biashara ni kwamba the more you produce, ina maana unaweza kujikuta unauza kwa bei ya chini. Kwa unadhani kwa nini sukari ya nje inakuwa bei rahisi hapa? Kwanza unajiuliza imetoka nje alafu bado yuko labda 1,500 wakati ya kwetu shilingi 2,000. Kwa sababu yule anayetengeneza kule kama ni Venezuela au kama ni wapi anatengeneza sukari nyingi sana. Kiasi kwamba ile margin faida yake akiweka hela ndogo sana anapata. Ndio maana ile sukari inakuja huko. Umeona? Sasa tuviwekee vile vitu kodi kubwa
ili tutengeneze vya kwetu sisi humu. Kwa mfano sisi sukari yetu inatosha 60% ya market. 40 tunatakiwa tuagize kutoka nje. Mimi nikisikia habari kama hiyo naona ni upuuzi. Hiyo 40% hiyo ni fursa. Nakusanya vijana na wapa eneo, naambia lima mimi watujaze 40%, kwa nini itoke nje? Tena lima na ziada tupeleke Sudani ya Kusini, tupeleke Komoro, tupeleke wapi na hayo ni kwenye mazao yote na vitu vingine vingi. Ndio inakuwa ni nzuri kama tutaweza kuziangalia sasa hizi fursa kwa macho yote mawili na tukazifanyia kazi. Tupate break fupi, tukirejea ni Q&Q. Picasso. Kwa nini? Alikuwa mbaya zaidi. Sijui na kijana utamsaidia na mtoto, utamsaidia na wengine. Huyo ameshindwa kukwambia tu kwamba mtoto kuna vitu na vitamani kwa ukubwani alafu huwezi kuvipata. Ukiwa kijana unavipata. Vitu kama vipi? Anza na Masoud. Okay. Picasso au Da Vinci? Picasso. Kwa nini? Alikuwa mbaya zaidi. Sasa mbaya ni sifa au? Ubaya wake ulikuwaje? Yaani kwa sababu yeye ni philosopher. Umeelewa? Yeah. Ingawa na Da Vinci naye pia hivyo, lakini kwa sababu natakiwa uchague moja. Ni Picasso. Okay. Napenda kwa wa kwanza wa pili. Wa kwanza. Kwa nini? Kwanza ni wa kwanza kuzaliwa. Na pia kwenye familia yetu au tuseme hata kwa baba mkubwa mdogo si nani huko, mimi nafikiri ni artist wa kwanza kwa mchoro cartoon. Pia hata kwenye TV nafikiri itakuwa ni artist wa kwanza kutoka kwenye TV. Ndio mchoro cartoon. Kwa ngoni yote. Hiyo kwa kwanza iko sana sehemu nyingine. Baridi au joto? Katikati. Hamna katikati. Baridi. Kwa nini baridi? Kwa sababu linakingika. Umeelewa? Maana unaweza kuongeza vitu ukajifunika. Joto likiwa kali unatoa nini sasa? Unatoa vitu. Alafu Professional or amateur? Professional. Kwa nini? Na ndio kiwango cha mwisho cha unapokuwa amateur unakuwa ni amateur. Na unapokuwa professional watu wanakutazama kwenye jicho lingine kwamba unafanya kwanza ina sura ya malipo. Yaani kwa unapokuwa professional manake ni kiwango cha juu naweza nikasema. Dawa ya kansa au ya ukimwi? Chagua moja. Kansa. Kwa nini sio ukimwi? Ukimwi ni hali ambayo ukiweza kumaintain baadhi ya vitu unakwenda hivyo. Lakini kansa hali inayoyoma hata ufanye nini. Hakuna mlo, hakuna diet, hakuna Maona Ujana ama utoto? Ujana. Kwa nini sio utoto? Ujana unaweza angalau kumsaidia mtoto. Sasa unapokuwa mtoto unamsaidia nani? Angalau unakuwa kijana, unapokuwa mtoto unakuwa tegemezi kwa jibu kingoni. Kijana maana unaweza kumsaidia mtoto. Mtoto si ndo raha jamani, unapoa kila kitu. Mimi naona hiyo ndo raha. Sijui na kijana utamsaidia na mtoto, utamsaidia na wengine. Huyo ameshindwa kukwambia tu kwamba mtoto kuna vitu na vitamani kwa ukubwani alafu huwezi kuvipata. Ukiwa kijana unavipata. Vitu kama vipi? Kitu kingine ambacho ningependa tukijadili, kuna fursa gani ambazo zipo kwenye uchoraji, tukiachilia mbali hii ya kufanya kwenye media, kuandika kuchora kwenye gazeti ama kwenye TV, fursa zingine ambazo labda hawa wachoraji wanaochipukia badala ya kuwaza tu gazeti, kuwaza TV, wanaweza wakaziangalia kwa macho mawili na kuzitumia. Unaweza kutumia michoro hii, kwa mfano kuna hizi sherehe zinafanyika, kwa mfano wewe kama artist unaweza ukajaribu kwenda kwenye vikao vya harusi. Kwa mfano kuna mambo mengi, unaweza kwa mtumbo tu kwenda kwenye vikao vya harusi. Ukasema nataka nitoe zawadi kwa bwana bibi harusi ama bwana harusi whatever. Alafu ukaomba picha zao, ukaenda kufanya mchoro kwenye kuonyesha. Alafu wao kwenye harusi ule mchoro utatumika. Na wakati mwingine tena kama una uwezo kidogo mkubwa, unaweza ukasema basi naomba nipate angalau unapokuwa kwenye harusi unakuta wanaweka picha wakati wa shughuli nini. Sasa baada ya kuweka zile picha halisi ikawekwa michoro.
Au kama hata picha hakuna, kuna bahati mbaya unakuta wazazi hawaweka picha zikawa zimepotea, bibi harusi asimbie maswala hata 5 tu hapana anakumbuka kwenye mchoro, sio kwenye kumbe display. Ukishataja mara ya kwanza, ukafanya mafizo zile mara ya kwanza, ya pili, ya tatu. Kila mtu anatamani. Unaweza ukabobea kwenye kufanya illustrations za vitabu. Viwe vitabu hivi vya mashuleni, sababu yani soko la picha liko kubwa mno. Sawa. Sasa na uzuri mchoro ni kitu ambacho unakibuni, kwa unaweza ukachora mchoro ambao hata picha isifikie. Umeelewa? Kwa maana ya kwamba kulielezea jambo na nini. Kwa zile illustrations unaweza tu usifike kwenye magazeti ukacheza huko. Na naposema illustrations siishi kwenye mashule, na nazungumzia mpaka taasisi kubwa kubwa, kwa sababu wako wachoraji wengi sana ambao wanachora. Yaani sisi hatuwezi kutosha sisi kukava hizo sehemu zote. Kwa hiyo hao vijana wengine ambao wanakuja wakawa wakijua kwamba kuna vijana wenzao huko ndani wanapewa tenda za vitabu, dili za vitabu, wanachora, wanafanya hizo kazi. Isipokuwa, kwa hiyo nikisema ni zile ziko nyingi mno, achilia mbali mtu kakupa saluni yake anataka uiandike uchore hivyo tunafanya sana huko nyuma. Lakini nataka nigusie moja, wakati Nathan anazungumzia harusi kwa mfano, akili yangu ikaenda mbali zaidi, ambapo nadhani tuna kazi kubwa sana. Unajua kwa nini leo hii wenzetu wa upande mwingine wa dunia anaweza akawa na budget kila mwaka, na budget ya kununua painting kwa mfano. Sawa. Na ninapozungumzia painting, sizungumzi painting ya shilingi 15,000, mtu analipa $600, $700, $1000 kununua painting na kwenda nakaa kwenye ukuta. Umeona? Sasa na sisi hatuko hivyo. Sisi kwenye nyumba zetu nyingi ukiingia ukuti painting. Ukuta painting kwa mtu basi ni mtu ambaye ana exposure, alipata kwenda nje au ameambukizwa kidogo na anapenda ile art na amejibana, na alipokwenda kwa msanii amemlalia mpaka kwenye mchanga. Umeona? Sasa haya ni matokeo ya sisi kuwa na nguvu ndogo sana ya kununua. Unajua yani vitu vyote hivi vinarudi kwenye mfumo mzima wa uchumi wa nchi husika. Watu wakiwa wako vizuri, unajua ni rahisi kwenye budget, kwenye vikao vya harusi, hata harusi za kawaida kuambia bwana tunaweka hela kwa ajili ya painting. Weka $1,000,000. Ni hali za wananchi zinapokuwa ziko juu. Ndio maana naona sisi tunapigana sana ili nchi ibadilike, ili fani kama za sanaa hizi ziweze kuwa na soko, kwa sababu ni rahisi mtu kusema kwamba hii si tu mimi. Umeona? Sasa purchasing power ikiwa iko chini, kuna vitu vingi vinaonekana kama luxury. Umeona? Watu hawawezi kuvifikiria hivyo vitu. Mtu kwa sababu nikikuchora picha yako ni tofauti, size ile ya mtu ambaye ameiblow ile picha imekuwa kubwa, bei yake ni tofauti na unapokwenda studio ukipiga picha kwa ikuza. Painting inakuwa ni ghali zaidi. Umeona? Sasa kwa umaskini tuliokuwa nao, kwa nguvu ndogo ya kununua tuliokuwa nayo, ni rahisi kikao kusema kwamba hivi jamani, $2,000,000 badala ya kuongeza vinywaji kuongeza masanga utakoka painting. Si pige picha kuuza kwisha kumaliza. Umeona? Na quality ya karatasi hata iko poa vipi, as long as nyuma inakuwa ina body imewekewa kio, nani atakuja kuigiza kuishika karatasi. Kwa hiyo it all comes down to uwezo wa mtu mmoja mmoja wa kiuchumi kuweza kumudu. Ndio fani ya art, ukiachilia mbali kupendwa kwenye magazeti, lakini kwenye portraits, ukienda nchi nyingine unakuta kuna watu wamekaa kwenye park, sawa, anachora tu sura za watu. Umeona? Sasa ile ni hela ya ziada ambayo hapo huwezi kumkuta mtu anapeleka watoto wake. Sana kuchora watachora usoni tu, nyota sijui benteni kamaliza. Lakini kwamba portrait ile ambayo mtu utakaa miaka na miaka, hamna, kwa sababu ya nguvu ndogo. Mimi napenda niwashukuru sana. Naona muda umekimbia kweli kweli. Nathan, Masudi, nawashukuru sana. Natumaini mtazamaji ambaye anatutazama hivi sasa, especially yule ambaye anapenda uchoraji, kwa hizi fursa ambazo mmezizungumza, kama atakuwa hajapata kitu basi litakuwa ni tatizo lake kwa kweli. Na mimi nimezungumza mambo mengi, na sasa ni kazi kwa wewe ambaye unapenda uchoraji. Fursa zimeshawekwa wazi, kwa hiyo wewe tu uchukue hatua, uangalie wapi ambako unaweza ukafiti. Mimi naitwa Elizabeth Mramba. Success is not a destination. If I give you today 50 million, what you gonna do with it? Kusema chochote. Yeah, like na watu wengi sasa hivi wanaenda kazini kufanya kazi ambazo wasipendi. So money is there but they're stressed. Lakini Barnaba from his story ni mtu ambaye alijipush sana kufika alipo. Na pia writing wa kusoma is Absolutely. great writer. Wananiuliza sana. Na sasa bro, you've said kwamba tufate ndoto zetu, tufate
it's better to be prepared for an opportunity and not have one, rather than have one and not be prepared.